Ya, bwana nakuwa vipi mwanahabari 254 TV, hujambo na karibu kwenye makala hizi. Usisahau kusubscribe, kulike na vile vile kushare. Kuna mjadala ambao unaendelea wakati huu kwenye mtandao wa kijamii kuhusu utendakazi wa wahusika wakuu katika Kilifi Rising Stars. Sasa Kilifi Rising Stars ulikuwa ni mchakato wa kunoa vipaji katika gatuzi la Kilifi, na kuna finals ambapo kuna wengi ambao walifika katika sehemu husika kuhakikisha kuwa mambo yamekuwa sawa zaidi. Sasa ilikuwa ni New Year Eve ambapo ile pia ilikuwa pia ni hafla ya kusherehekea kuingia mwaka mpya na vile vile kuwatuza wale ambao walikuwa wanawania vitu tofauti katika sehemu husika. Hapo ni Buntwani Waterfront ndani ya gatuzi la Kilifi. Sasa mshindi alipata gari na mshindi wa pili akapata tuktuk, alafu wa tatu akapata jaji yani pikipiki. Lakini kumekuwa na malalamiko kadha wa kadha, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo watu wanajaribu kuhoji, wanajiuliza unakuaje na huu mchakato mzima ulifanywa vipi ndi angalao watu wakafika katika pale ambapo walifika. Sasa kuna wale ambao wanajihisi ya kuwa serikali ya Gideon Mung'ara ambaye ni gavana mstahiki wa gatuzi la Kilifi hakufanya vizuri, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vinafaa vifanywe ndi angalau maisha ya wakaaji wa maeneo ya Kilifi iwe bora zaidi. Lakini kuna wengine pia wanasema kuwa gavana alikuwa sawa, kwa maana hii ni issue ambayo walibajetia ndio, na kuna mihela ambazo zilitengwa kuhakikisha kuwa Kilifi Rising Stars huu mchakato mzima umenogeshwa na umeenda vizuri zaidi, kwa maana ulikuwa ni mchakato wa kuwaleta pamoja wasanii na vile vile kunoa vipaji vya wasanii. Kwa maana pale mtaani mara nyingi huo unapata kama kuna wasanii ambao wanalalamika, wanasema kuwa bana hatupewi support. Sasa serikali ya kaunti ya Kilifi iliamua kushiriki kwenye huu mchakato mzima wa Kilifi Rising Stars kuhakikisha kuwa wahusika wakuu wamefaidika kutokana na mchakato mzima. Sasa kuna manungunuko kadha wa kadha kwenye mitandao ya kijamii na vile vile nyuma ya pazia. Watu wanajiuliza inakuaje ile hali ya kutumia mihela kama zile kuandaa hafla kama hii, ilhali kuna vitu vingi ambavyo vinafaa viwekwe viwe sawa zaidi. Lakini kuna jamaa ambaye anajulikana kama Yusuf Kombo maarufu kama Susumila ambaye ametamba zaidi na nyimbo zake. Sasa hizi ni nyimbo za kizazi kipya, ndio nilimuona katika hafla nzima ya Kilifi Rising Stars siku ya mwisho, kwa maana ilikuwa ni usiku. Kuna wale wasanii ambao walitumbuiza wale ambao walifika katika sehemu husika. Sasa Susumila siku ya leo amefanya video moja akiongea kuhusu hii issue nzima na jinsi mambo yalivyokwenda, kwa maana yeye anasema kuwa serikali ya Gideon Mung'ara ilikuwa sawa zaidi kuhakikisha kuwa wasanii wameshughulikiwa, kwa maana hii ni kitu ambacho walibajetia. Hawakuifanya tu kiuchwara jinsi wengine wanavyodhani, kwa maana kulikuwa na wengine ambao walikuwa wanasema kuwa kuna mihela ambazo zimetumika mamilioni ya fedha, lakini hawakukuwa na proof ama evidence ya kuwa shilingi milioni 96 zilitumika katika hafla husika. Sasa hii ni issue ambayo ilipelekea serikali ya kaunti ya Kilifi kuandika demand letter kwa wahusika, yani mwanadada ambaye anajulikana kama Ruby Kache ambaye anapiga mishe zake pale Coco FM, yeye na mtangazaji mwenzake. Sasa serikali ya kaunti ya gatuzi la Kilifi ilikuwa inataka kile ambacho tunachokita clarification kuhusu madai ambazo zilikuwa zimetolewa kwenye mtandao wa kijamii ama radio ya Coco FM. Sasa hii ni issue ambayo wengi wamekuwa wakiongelea kwa ukaribu zaidi, ndio angalau wapate kujua inakuaje. Umeleta mjadala mkubwa kuhusu mchakato mzima wa Kilifi Rising Stars, lakini all in all it was na wapatia plus, it was a good idea ya kuhakikisha kuwa wasanii wameshughulikiwa. Kwa hiyo kuna video moja ambayo imefanywa na Yusuf Kombo maarufu kama Susumila kwenye mitandao ya kijamii akiongea kuhusu mchakato mzima. Sasa nitakuwekea video hii angalau upate kujua kile ambacho alichokuwa kikisema mwanamuziki huyu ambaye anajulikana kama Susumila, alafu baadaye utaniambia unajihisije kutokana na mchakato mzima ya kuwainua
vijana ama wasanii kutoka mwambao wa pwani, sana sana sehemu za Kilifi na vile vile maeneo ya Malindi. Mambo vipi? wa Kenya ni watu wanafiki sana. Wanafiki kivipi? Wao ndio wa kwanza wanasema viongozi wetu hawasaidii wasanii, viongozi wetu hawa promote wasanii, viongozi wetu wafanye nini. Then something comes up. Mtu ana organize let's say a concert. Nakumbuka 2021 tulikuwa na concert Mombasa pale Mama Ngina 31st kuruka mwaka. Then after hapo ikawa issue sana. Wametumia budget ya milioni 100 kufanya ujinga, walitumia budget ya milioni 100 kufanya concert nini na nini. Nakumbuka hata we had a press pia sisi kama wasanii. Tukasema ama tukauliza like kwani wasanii sio watu ama hawafai kuwa promoted ama hawafai kufanya kazi, kwa sababu concert kama ile ilipatia wasanii wengi kazi ambao wanalipa ma school fees, wanalipa manyumba, ilipatia ma DJ kazi, ilipatia ma dancers kazi, ilipatia ma MCs kazi. Then kumehappen nyingine juzi Malindi. Hayo imekuwa issue. But kitu ambacho kinaniboni wakiwa watu wanaongea wanasema serikali inachezea pesa kufanya concert, ama inachezea pesa kuanzisha star search ama kuanzisha competition ama vitu kama hivyo. Wanasahau wao ndio wamekuwa wakisema kwamba serikali imetelekeza arts, serikali imetelekeza vijana, vitu kama hivyo. So my question is, why is it that when it come to arts inakuwa issue? Nimeona mwingine leo, nimefanya kwa sababu yake, yeye ndo amefanya tani, anaongea anasema watu hawana maji, nyinyi mnaenda kuchezea pesa na concerts. Barabara ni mbaya, nyinyi mnaenda kuchezea pesa na concerts. I don't know, but katika serikali kuna kuaga na budget ya kila kitu. Hata wewe mwenyewe nyumbani kwako unakuaga na budget ya kila kitu. Huwezi sema kwamba nyumbani kwako umefanya kila kitu ndio ukaenda zako club. Xmas ama New Year kama hivyo, watu utoka wakaenda zao club, watu wakaenda zao mapare, wakaenda wapi. Haimaanishi nyumbani kwako kila kitu kiko sawa. Ama tuseme kwa mfano unaendaje kusherehekea Christmas wakati haujajenga nyumba, unakaa nyumba ya kupanga. Marabu. Statement kama hizo, do you think it makes sense? So I think watu waache unafiki. Unless museme kwamba arts na sports ni kitu ambacho hakihitajiki Kenya. Unless museme arts na sports ni kitu ambacho hakina maana Kenya, then watu watafute vitu vya kufanya. But kama arts na sports ni part of kila budget na kila kitu, wachane na arts. Kama mko na issues na serikali ama kama mko na issues na zenu za kisiasa, ikeni siasa zenu kando na mambo kama haya, because I think it's very wrong. If the budget is too big, ama if you think the budget is big, kuna njia za kufuatilia ama nendeni muulizie, but achaneni kusema kwamba pesa inatumika kwa mambo ya kipuuzi, kwa sababu hata nyinyi mnaendaga ma clubs mnacheza muziki, ama do you like it that mnaenda clubs mnacheza tu muziki ya nje? Hapo tena mnaanza kusema ma DJ wa kwetu wa support watu wa kwetu wanacheza nyimbo za nje. So if the government is trying, if someone is trying to push ama to promote music, arts, sports, ama nyinyi mnafurahia kila siku kusupport matimu ya nje, Arsenal manini, amoni haya like amtamani hata na nyinyi pia mwe na timu yenu ama mwe na wachezaji wenu mnaona kule kwa TV wanacheza vitu kama hivyo. Why you so like that? Acheni hizo. Kila kitu katika maisha kina time yake na mambo yake. Kuna starehe, kuna time ya kazi, kuna time ya nini, kuna budget ya kila kitu. Usiniambie nyumbani kwako ukiwa unaenda zako kupiga zako 2-3 ama unaenda club ama unaenda kumangwenu kunywa mnazi kwamba umeshafanya kila kitu nyumbani kwako kuko sawa. That's all unaenda. Asante.